أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Hongereni. Tusiseme karibuni kwa sababu tupo katika mwezi 8 au siku ya 8 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tusiseme karibuni, basi tuseme hongereni sote kwa pamoja, kwa kufunga, kwa kuendelea na funga zetu, funga ambazo kwa kweli mwenye kupewa taufiki ya Mungu akakubaliwa funga yake, basi atakuwa amefaulu siku ambayo haitomfaa mtu mali yake wala watoto wake, ila kwa yale mema atakayo yafanya. Tukiwa bado tupo katika kukumbushana, kwa sababu sisi tunatakiwa tukumbushane. Sisi tunatakiwa tuwe karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumuomba dua. Kwa hiyo siku hii ya 8 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tunakumbushana dua ya siku ya 8 ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili aweze kutukubalia, aweze kutupa taufiki katika taufiki zake. Mwenyezi Mungu leo tunamuomba kwa kupitia dua hii: Allahumma rzuqni fihi rahmatal aitam wa it'amat ta'ami wa ifsha'is salam wa suhbatal kiram bitawlika ya malja'al amilin. Dua hii unaweza ukaiona ni fupi, dua fupi, dua ndogo, lakini maneno yake ni makubwa, maneno yake ni mazito. Hakuna mtu anaweza akashindwa kuisoma dua hii. Unamuomba Mwenyezi Mungu, ni dua fupi: Allahumma rzuqni fihi rahmatal aitam. Ewe Mwenyezi Mungu, ewe Mola wangu, ni ruzuku ndani ya mwezi huu wa Ramadhani huruma ya mayatima. Yani ile huruma wanayopatiwa mayatima, ile huruma wanayostahiki mayatima, basi Mwenyezi Mungu nihurumie huruma hiyo. Basi Mwenyezi Mungu nipe huruma hiyo. Wa it'amat ta'ami, lakini nakulisha chakula kama na uwezo, basi niweze kuwalisha chakula, aidha ni mayatima au ni watu ambao hawana uwezo, ni watu ambao hawana futari. Ya Rabbi nipe nguvu hiyo. Lakini wa ifsha'as salam, na kueneza salamu, kuwasalimia watu, kuwajulia hali watu. Ndugu zangu, katika mambo makubwa na mambo mazuri ni kutoa salamu, kuwasalimia watu, kuwajulia hali watu, marafiki zako, ndugu zako, majirani zako, na watu wote ambao ni katika watu ambao unawapenda, unawajua, lakini pengine yawezekana ukakutana na mtu ambaye hata humfahamu. Basi ifsha'us salam, eneza tu salamu, we msalimie. Yawezekana ukampita halafu akawa ni katika moja ndugu zako, yawezekana ukampita halafu ikawa jambo lile unaloliendea ndiye anayehusika. Sasa usije ukakumbana na mambo mengine, bwana wewe ulinipita hata salamu ndugu yangu, au pengine nilikusalimia lakini hata haukutaka kujibu salamu yangu. Kwa hiyo hata na hichi unachokihitajia wewe kakichukue kwa wale ambao unawajua, wanaweza wakakusalimia ukajibu salamu yao. Sasa unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani, sisi ni wanadamu, tunaghafilika. Sasa pamoja na haya yote, namuomba Mwenyezi Mungu nisiwe katika wale ambao wanaghafilika hata lau kwa salamu. Basi ya Rabbi nipe uwezo huo,
nizinduke, hata basi niwe ni mtu wa kusalimia watu wa suhbatal kiram, lakini vile vile na kuambatana na watu wema. Ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, muombe sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupe taufik ya kuambatana na watu wema. Unaweza ukafunga lakini ukaambatana na mtu ambaye si mwema, ukawa na rafiki ambaye si mwema, akakuharibia funga yako. Kwa hiyo unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akujalie, akupe uwezo wa kukumbuka, uwezo wa kuzinduka, ili uweze kuwa na watu wema, bitaulika ya malja'al amilin. Kwa yote haya sisi tunarejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya malja'al amilin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.